vumbi, manake mwili anasema kwamba sisi ni mavumbi, tumetokana na mavumbi. Manake unapoona mwili wako unazongwa zongwa na magonjwa ujielewi, ni vumbi hilo shetani analitafuna, kwa sababu ameruhusiwa, na ndio maana tukawekwa kuadui. Ili shetani tumshinde, lazima tusimame kwenye imani. Ili asiweze kula ili vumbi ambao ni mwili, lazima tusimame katika imani. Ili asiweze kutuletea magonjwa, ili asituweze kutufunga na magonjwa yake, kutumia waganga na wachawi, lazima tusimame kwenye ile agano. Haleluya, watu wa Mungu mnanisikiza kwa makini. Mavumbi. Ile mwili wako ni vumbi, ili nyama ni vumbi hilo. Ndio maana unaona shetani unapompa nafasi, anapojaribu kulichezea na kutaka kulimeza, kwa sababu ameruhusiwa. Bwana atusaidie, mtu wa Mungu mteule ambaye wewe ni msafiri, unatarajia kumlaki Kristo mawinguni. Sikiza sasa anasemaje mstari wake wa 16, nikamalizia afu tuingie kwenye andiko moja hapa. Akawaambia, mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako. Kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mmeo, naye atakutawala. Haleluya, watu wa Mungu. Akasema nitakuzidishia. Bwana atusaidie sana. Na tamaa itakuwa kwa mmeo, na mmeo atakutawala. Akamwambia, sikiza sasa, akamwambia Adam, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaniwa kwa ajili yako. Ardhi imelaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula. Narudia. Ardhi imelaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yako siku zote za maisha yako. Michongoma na miba itakuzalia mawe, utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe, na mavumbi utarudi. Sikiza sasa, kwa maana wewe mavumbi, na shetani na hilo vumbi ndio analolitafuta. Bwana atusaidie sana. Vumbi ambao ni mwili wako, kwani shetani anakula kama vumbi, mtu wa Mungu? Na kula wanyama huko mwituni, lakini na wewe mwanadamu ukijichanganya huko unaenda. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo nataka niwaambie watu wa Mungu, katika wakati tulio nao, zingatia hiki kitu sana. Hao watu wakakosa nafasi kabisa, wagopata nafasi. Na nia ya shetani ni nini? Anatafuta njia kitu kimoja tu. Anapokupeleka kwenye mauti, mwisho wa siku kabisa, nia yake ni kukufarakanisha, akuletee roho ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ili usipate kuingia kwenye uzima wa milele, upate kuingia jehanamu ya milele. Bwana atusaidie sana. Kwa sababu anasema kwamba watanena lolote juu ya mwana wa Adamu, lakini atakaye nena kufuru juu ya mwana wa Adamu, atakaye nena kufuru juu ya Roho Mtakatifu, hatapata msamaha huyo mtu. Bwana atusaidie. Ndio njia ya shetani anayoitafuta kuifanya kwa sasa hivi. Bwana atusaidie sana. Na toka hapa nataka nirudi naangalie, naendelea kuonyesha madhara ya watu ambao dhambi waliifungulia milango, ambao hakupaki salama. Na dhambi tunapoiangalia aishii hapo tu, ikamchukua na mtoto wake anaitwa Kaini. Roho ya uwaji, roho ya uhasi ikaingia ndani yake. Bwana atusaidie sana. Kwa maana yake dhambi inalisi, dhambi inamlisi kwa mtu. Bwana atusaidie sana. Igalisi ile roho ikatembea na mtoto wake Kaini, akawa muuaji, akajitenga na uso wa Mungu, akaenda kuzaa na malaika walio hasi, viumbe walio wabaya. Bwana atusaidie sana. Akajitenga na uso wa Mungu. Maandiko yanasema kwamba akaenda katika mji wa mbali, akajitenga na uso wa Kristo. Manake kule kulikuwa na majitu, kulikuwa na walitupa, kulikuwa kuna malaika walio hasi, walianguka, walitupwa kwenye mji fulani. Kaini akadhaa na wale majitu, manake roho ya uhasi ilikuwa ndani yake. Yesu atusaidie sana. Madhara ya hiyo roho, madhara ya dhambi, madhara ya kuruhusu dhambi ndani yako inadhaa mauti. Akamwambia Kaini, naye pia mwana akamtembelea, akamwambia kwamba huku ndugu yako yuko hapo na damu inalia, akuomba rehema na yule akawa na roho ya uhasi. Akasema, akamjibu Mungu kwa asila, yeye ndio muumba wake, akujali. Akasema kwamba mimi ni mlinzi wa ndugu huyu, wa ndugu yangu. Bwana atusaidie sana. Hawakupata nafasi mpaka leo. Sikiliza kitu kinachozungumza, na chanzo cha haya yote roho, dhambi, mwanzilishi wa dhambi
ambao hasi ni shetani, lakini ile roho ambao shetani alilaniwa na Mungu, ile roho ya dhambi wanadamu, na unapokuwa mwana wa Ibilisi, ile dhambi inakuwa na wewe, unalisi ile roho. Kwa sababu wote ambao hapo mwanzo tulilisi ile roho ya Adam, ile roho ya uhasi, roho ya uovu. Bwana atusaidie sana, ya kukosa nafasi mbele za Bwana. Lakini tulikuja kupata neema kupitia Kristo. Tutaiangalia ile nguvu sasa. Tunapoona kwamba tulikuwa tuko kwenye agano la Kristo, tulikuwa tuko nje ya agano la Yesu, tunakuja kuiangalia hii nguvu ya jina Yesu. Alikuja kufanya nini Yesu kwa ajili yetu? Maana kipindi kile ilikuwa upambane sasa uhai wa mnyama. Yaani ilikuwa inabidi uhai wa mnyama uondoke, mnyama apoteze uhai, ili kwa ajili ya mtu mmoja awe salama. Bwana tusaidie sana. Lakini akaja Kristo Yesu, akajua kuna wengine hawana hata mnyama, kuna wengine hawawezi kumiliki hata mbuzi, kwa hiyo watafia kwenye dhambi. Akasema hapana, Baba nitume, nitaenda. Haleluya, watu wa Mungu. Anaendelea kusema, anasemaje? Ukisoma hiki kitabu, naendelea roho ya uhasi hiyo. Ni nini kilichosababisha hao watu wote wakapelekewa kuangukia, ikalaniwa ardhi, wakadhaa kwa uchungu? Ni kwamba ibada ilikosekana ndani yao. Waliendelea kufanya mambo ya uhasi, hawakupata muda wa toba. Ukikosa muda wa toba, ukapata muda mrefu wa kunena machafu ndani ya kinywa chako, ukapata muda mrefu wa kutenda uhasi, lakini ukakosa muda wa toba, ndio utachukua. Maandiko yanasema hiyo dhambi kishamchukua mimba, inadhaa mauti. Yawezekana wewe chanzo ya kitu unachokipitia, ile roho ile kukamata, ule uhovu, ile ugonjwa ule kutesa kwa miaka mingi, manake dhambi imefika kisha kuzaa mauti. Ni nini ufanye? Ni kwamba kurudi msalabani tena, kuiangalia nguvu iliyo katika Kristo iweze kutusaidia. Lakini ukiendelea hapa, anazungumza katika kitabu cha Waamuzi. Kitabu cha Waamuzi hapa ninaomba nisome. Anasoma mtumishi wa Mungu Elia, hajanipata kwa muda wa dakika 20. Lakini sasa hivi mtumishi, unaonaje? Na imekaa sawa? Ni network. Naomba tusome kitabu cha Waamuzi hapa. Kuna jambo moja Bwana anataka kuzungumza na sisi tena. Kitabu cha Waamuzi. Yes, ubarikiwe sana. Kitabu cha Waamuzi anasemaje? Kitabu cha Waamuzi anaendelea kusema Kristo. Kitabu cha Waamuzi anaendelea kusema Kristo hapa. Kitabu cha Waamuzi. Tuangalie habari ya Samsoni. Samsoni yawezekana angesimama kwenye agizo, yawezekana angetumika hata kuliko Daudi, kwa sababu alikuwa ni jasiri, alikuwa mtu mwenye nguvu, alikuwa na mamlaka, alitikiza falme za hao watu wanaoitwa Tuangalie kitabu cha Waamuzi. Kitabu cha Waamuzi. Na kikimbilia hapa. Fungua kitabu cha Waamuzi sura 16, teule wa Mungu. Kwa hiyo unapokuwa na uzembe, Mungu anashindwa kukutumia. Unapokuwa haujakaa katika msimamo, Bwana anakuwa hajakutumia, hujatumika kwa viwango ambavyo Bwana alitaka utumike. Bwana Yesu atusaidie sana. Samsoni hakutumika kwa viwango ambavyo alitakiwa atumike. Yuda hakutumika, alitakiwa atumike. Bwana atusaidie sana. Wewe umekaa katika viwango ulivyo navyo, ilikuwa inatakiwa utumike. Ilikuwa inatakiwa mwanamke shujaa, ulikuwa unatakiwa mwana maombi shujaa, ulikuwa unatakiwa mwinjilisti shujaa, ulikuwa unatakiwa uwe mnenaji, ulitakiwa uwe mnabii wa kuhubiri, wa kuona matatizo ya watu na kuona mambo yanayokuja kwa ajili ya kulitulisha kanisa na kuliambia kwamba tukae katika njia hii. Ubarikiwe wewe ambao unaendelea kutap na kushare. Neema ya Kristo iwe pamoja na wewe. Sikiza hapa mstari huu, kitabu cha Waamuzi. Kitabu cha Waamuzi. Unaona Samsoni alikuwa na roho ya zinaa. Alikuwa na roho ya umalaya ambayo ilikuwa inamtesa ndani yake, na akaipa nafasi, ndio iliyomfanya kuanguka. Naye alikuwa hana muda wa ibada, na alikuwa hana muda wa toba. Kilichotokea ndio hichi. Bwana tusaidie sana. Sikiza kitabu cha Waamuzi sasa. Waamuzi 16 kuanzia mstari wa 14 mpaka 18, mstari wa 4 hadi 18. Anasema hivi: ikawa baada ya hayo akapenda
Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soleki, jina lake aliitwa Delila. Mstari wa 5, nao wakuu wa Wafilisti wakamwendea wakamwambia Delila sasa wakamwambia, mbembeleze upate kujua siri ya nguvu zake nyingi na kujua asili ya nguvu zake nyingi, na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu